Okay, tunaendelea. Leo tuko na maswali matano ya nguvu sana, ya nguvu kwelikweli. Hebu tutazamie maswali hayo. Swali hili la kwanza linaulizwa na ndugu Hamisi. Hamisi anauliza kuwa kwa nini mimi ni rahisi sana kusaidia wengine, lakini mimi sipati msaada pale ninapohitaji? Ndugu Hamisi, hii ni changamoto takribani watu wengi wanaipitia, na majibu yake ni kama ifuatavyo. Utambue kuwa watu wengi huwa wanawatazama wasaidizi wao ni kama watu wanaojiweza mno, na wala hawahitaji msaada. Hii ni tatizo la kisaikolojia, kwa sababu unakuta mtu unamsaidia, basi yeye anachukulia kuwa wewe una pawa kubwa sana katika haya maisha kuliko yeye, hivyo nadhani kuwa yeye ana nguvu ya kukusaidia wewe. Kwa hiyo huwa nadhani kuwa wewe ndio una nguvu ya kumsaidia yeye na sio yeye kukusaidia wewe, kwa sababu watu wengi huwa wanafikiria kuwa msaada ni pesa. Hilo ni tatizo kubwa sana. Na jambo lingine hapo ni kwamba pia watu ambao wanatoa msaada, au sisi wenyewe ambao unakuta tunatoa msaada, wakati tunatoa msaada sana kwa watu wengi na msaada mwingi, lakini pale tunapopatiwa matatizo, sisi wenyewe tunapatiwa changamoto fulani, tunapatiwa tunakuwa na unyonge fulani, tunakuwa sio watu wa kuzungumza na kuwaeleza watu ambao wanaweza kutusaidia. So umekuwa kimya. Ukiwa kimya huwezi kupata msaada, kwa sababu hata huyo ambaye unahisi kuwa anaweza kukusaidia, kama hajui chochote kuhusu wewe, hataweza kukusaidia. Alafu utaanza kufikiria kuwa mbona huyu nimsaidia mwanzo, lakini yeye mbona nisaidii? Ananiona nimelala kila siku lakini hasemi. Anza kusema wewe, ndugu, mimi napitia changamoto fulani, hebu nisaidie. Nina stress, hebu nisaidie. Umeona? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakionyesha, yani wanakuwa wanaficha sana zile huzuni zao, na hii imepelekea kwa sababu ya watu wengi kuwa na mapokeo mabaya. Mtu anavyoona mtu anavyompa changamoto zake, shida zake, na baadaye anakuta anapata matokeo mabaya sana, mpaka mtu anaona ni bora sasa, kuna haja gani ya kueleza watu shida zangu, bora nibaki nazo tu mwenyewe. Umeona? Lakini madhara yake ni kama hayo, kwamba lazima tuzungumze shida zetu ili watu waweze kufahamu, na mwenye uwezo kusaidia atusaidie. Na kitu cha tatu hapo ni kwamba watu wengi pia wana mtazamo wa kwamba wanapenda kusaidia watu ambao wanaonesha udhaifu, wanaonesha udhaifu kuliko wale ambao wanaonekana kuwa wako sawa. Umeona? So unaweza kuwa na changamoto zako, unaweza kuwa na shida nyingi sana ambazo zinakuandama, lakini unapitia maumivu makali sana ndani ya moyo wako, lakini ukiwa na watu wengine, au ukiwa na mtu ambaye anaweza kupaswa kusaidia wewe, unatembea, huoneshi kuwa una huzuni, huoneshi una furaha. Kwa hiyo unacheka usoni, lakini moyoni una maumivu makali sana. Umeona? Sasa ukipitia hii shida, na ile la kwanza niliyokuambia kuwa utakiwa kueleza, unakaa nalo moyoni, alafu unaonesha kuwa uko normal tu, yani uko sawa. Mtu ni ngumu hata kukuuliza, bwana vipi, unapita changamoto? Mtu hawezi kuuliza, anajua tu uko sawa, fresh. Anakusalimia, habari yako, habari ni nzuri. Unajibu kwamba ni kweli, mtu anapitia, uko safi. Sasa ni ngumu mtu kukusaidia pia. Umeona? So ndugu yangu Hamisi, ni kwamba tunatakiwa tuzingatie hivyo. Lakini solution juu ya hilo, au nini kifanyike, kama ambavyo nimegusia hapo, labda tu nikazie kwamba tujifunze kuwa tunaomba msaada pale tunapopata matatizo. Tujifunze kusema, mwambie mtu,
ambao unahisi huyu anaweza kanisaidia, unamwamini nini hivyo, ongea shida zako, usikae nalo tu moyoni ukaisi kuwa sitopata msaada, au unakaa nalo moyoni eti kwa sababu nilishawahi kuzungumzaga jambo fulani sikusaidiwa, mapokezi yale, tatizo langu yalikuwa mabaya. Usikate tamaa, zungumza. Zungumza kwa kila mtu, usiangalie kwamba eti huyu ni dhaifu ni no. Usijua kila mmoja atakupa msaada kwa namna yake. Msaada sio pesa tu. Lakini kingine ni kwamba kama hivyo kwamba tuwe wawazi kwa watu wetu wa karibu. Jenga uaminifu mkubwa kwa watu hao, kiasi kwamba unavyowatengenezea uaminifu watu wako wa karibu, hata siku ukipata matatizo au unapitia changamoto, ukiwaeleza watu wakuwa ni ngumu kukuelewa kuwa huyu bwana ni kweli anapitia changamoto fulani, wanakuamini. Sasa usipotengeneza uaminifu kiasi kwamba hata ukienda kuomba kuwa na shida fulani, kueleza tuna changamoto fulani, mtu anaweza kachukulia huyu bwana huyu hanaga uaminifu kabisa, wenda mtu anaweza kufikiria kwamba huyu labda anataka tutapeli tu. Huyu hana changamoto yote, hii pesa anataka tu labda apate pesa aende akafanya mambo yake starehe hivyo. Au wanaweza kachukulia kuwaona ukauliza changamoto hata sio ya pesa, changamoto nyingine tu ya maradhi kama hivyo, bado vivyo watachukulia kwamba sababu hawana uaminifu na wewe, watachukulia kwamba huyu bwana hatumwamini bwana, hebu achana naye, twende fanye mambo yetu mengine. Kwa hiyo unajikuta unakosa msaada pale unapohitaji. Umeona? Lakini kingine ndugu Hamisi ni kwamba chagua watu sahihi ambao unaweza kuwasaidia kwa hekima na watu ambao wanaweza baadaye wakakusaidia na wewe, sio tu kila mtu ukamweka karibu yako. Sio vema, kwa sababu inaweza kuletea shida na msongo wa mawazo na maswali magumu kama hayo. Otherwise msaidie mtu kwa kusema kwamba mimi namsaidia kwa kutoa sadaka tu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ukitegemea sana kwamba namsaidia mtu na mimi aje anisaidie, tafsiri yake lazima utajikuta unajiuliza sana hilo swali na litakusumbua mno. Sawa. Kwa hiyo nahisi utakuwa nimekujibu swali lako vizuri, na kama kutokuwa unahitaji maelezo zaidi, basi unaweza comment hapo chini, ukasikiliza mawazo ya kila mtu pia. Kila mtu atatoa wazo lake hapo chini, kwa sababu hii ndio sehemu ya wewe kueleza. Ni sehemu ambayo ya kila mtu kusikia anazungumza nini kuhusu changamoto fulani. Basi kwenye kila mmoja akitoa wazo lake hapo, basi najua utapata angalau jibu sahihi ya swali lako. Lakini kwa ujumla wake ni majibu ambayo nimekupatia hapo kwa ujumla wa swali lako. Tukienda swali la pili linaulizwa na ndugu anaitwa huyu, yeye anaitwa Jordan anauliza kuwa kwa nini nafanya kazi kwa bidii sana, napambana mno lakini maisha yangu ni magumu, sioni mafanikio. Bwana Jordan, hiki ni kitu ambacho watu wengi sana wanapitia. Wapambanaji wengi kwenye maisha wanapitia kitu hiki na wanajiuliza sana maswali, na inafika kati wanakosa majibu kabisa. Kwa nini napambana sana lakini sifanikiwi? Mungu namuomba sana, namshirikisha Mungu kwenye mambo yangu, lakini mafanikio sipati. Ni swali ambalo watu wengi sana najiuliza kwa hali ya kawaida. Inasumbua sana watu wengi. Lakini mimi nizungumze tu
kwenye hili kwamba naomba tu Bwana Jordan na wengine watazamaji tufahamu kuwa kwanza kufanya kazi kwa bidii haimaanishi kuwa itakupa mafanikio. Kufanya kazi kwa bidii peke yake haimaanishi kuwa itakupa mafanikio. Lakini pia sio tu kila kazi ambayo unaifanya basi ina viwango sawa. Kwa mujibu wa tafiti za World Economic Forum wanasema kuwa dunia ya leo inalipa zaidi maarifa, inalipa zaidi ujuzi wa kipekee, inalipa zaidi ubunifu kuliko nguvu ya misuli au muda unaotumika. Sawa, unaweza kutumia muda mwingi sana, ukatumia nguvu kubwa sana, lakini ukajikuta ufanikiwi, kwa sababu dunia sasa hivi imebadilika. Dunia sasa hivi ni rahisi sana kufanikiwa kama utakuwa unafanya vitu vinavyotumia ujuzi wa kipekee. Kama hivyo unakuta unafanya kitu venye ubunifu. Sawa, dunia ya sasa hivi inahitaji sana kutumia akili nyingi kuliko nguvu. So ni lazima uadapti modern world kwa sasa hivi. Lazima tu upambane kuendana na hii dunia ya kisasa. Kwa lazima ufahamu, ujifunze sana nini sasa kinachohitajika. Lakini pia jamii pia hii ni sababu nyingine pia. Jamii huwa inawabana sana watu wenye kipato cha chini kwa kuwaandamisha, kwa kuwafanya kuwatoza kodi kubwa, lakini pia madeni mengi, gharama za maisha zinakuwa ni kubwa, na hizi pia ndio sababu pekee ambazo zinasababisha pia unakuta mtu anaweza kupambana sana, unatumia nguvu kubwa sana, unafanya kazi kwa bidii, lakini mafanikio hayaonekani. Kwa hizo ni sababu kadhaa, lakini ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha hayo. Tuangalie nini kifanyike sasa kwenye hili. Ndugu Jordan na watazamaji wengine, tuseme kuwa nini kifanyike. Cha kwanza ni kwamba tuhakikishe usifanye kazi tu kwa bidii, bali tufanye kazi zenye maarifa, zenye ujuzi, zenye ubunifu mkubwa. So sio tu unafanya kazi tu kwa bidii, kazi lolote lile. Hapana. Tuangalie kazi ambazo tunazozifanya pia. Umeelewa? Lakini kingine ni kwamba tutafute njia mbalimbali ambazo zitakuwa zinaongeza kipato chetu. So usitegemee tu kufanya kazi moja, unawekeza nguvu kubwa huko, itakupa mafanikio ya moja kwa moja. Kwa hiyo ukiona muda mwingine mambo mengi, unatakiwa kuangalia source nyingi ambazo zitakupa kipato. Unafanya kazi tofauti, angalau unaangalia hata source hata 2 au 3 unapambana nazo, kwamba source hii ya kipato ikifeli, basi source nyingine itanipa. Mfano unafanya biashara, unafanya na kilimo. Sawa, unaangalia nikifeli kwenye biashara, kilimo itanyanyua. Nikifeli kwenye kilimo, biashara itafanyaje? Itanyanyua. So usitegemee tu upande mmoja. Mwisho wa siku matokeo yake ni kama hayo. Sasa unaweza kujiuliza sana, mwisho wa siku unaweza kumkufuru hata Mungu. Na hiyo pia ni sababu nyingine kwamba kile unachofanya usisahau pia kumshirikisha Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu ndio kila kitu kwenye ukamilifu wa kila jambo kwenye maisha yetu. Lakini pia jiwekee malengo. Tunatakiwa tujiwekee malengo. So unafanya kazi kwa bidii, sawa, unatumia nguvu kubwa, unawekeza muda mwingi, lakini huna malengo. So hilo ni tatizo lingine. So ni lazima tujiwekee malengo na budget kwenye kazi yoyote ambayo tunaifanya. Uwekezaji wote ambao unafanya mahali fulani, uwekee budget na malengo.
Hii itasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuyafikia mafanikio ambayo una ndoto nayo kwa wakati huu. So kinachotuangusha sisi hatujiwekei malengo. So cha kufanya ni kujiwekea malengo, tujiwekee malengo mazuri ili tuweze kufikia hizo ndoto zetu. Sawa. Swali hilo la pili pia nadhani nimekujibu vizuri ndugu Jordan. Kama pia unahitaji maelezo zaidi, basi namba zetu ziko hapo chini ya video hii. Utachukua, tuwasiliane, au unaweza ukatuma swali hilo kwa njia ya WhatsApp kupitia namba hiyo. Kwa kipindi kijacho tutafafanua zaidi na zaidi. Swali la tatu linaulizwa na ndugu Anet, yeye anauliza, kwa nini kila mtu ananichukulia kawaida, hata wale ambao nimewapa kipaumbele sana kwenye maisha yangu, lakini wananichukulia tu kawaida. Sasa sijaelewa Anet, hapa unazungumzia kuchukuliwa kawaida kwa namna gani? Sijaelewa unachukua kwa kawaida kwa namna gani, kwamba dharau au vipi? Lakini nijibu tu kwa ujumla swali hili. Mara nyingi nataka ufahamu ndugu Anet, ya kwamba tunapojitoa kwa watu wengi bila mipaka, mazoea yanakuwa ni makubwa sana. Umeelewa? So kuna wakati fulani kipindi ulikuwa haupo karibu na watu, mazoea yalikuwa sio mengi. Sasa hivi kuna mazoea yamekuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo mazoea yakiwa makubwa sana na watu fulani, kwa sababu ushakuwa nao karibu sana, ni kawaida watu kuchukulia kawaida. Umeona? So kuna mtu ambaye unaweza kuwa ni mtu fulani hivi, ukifika mahali fulani watu wanakuchukulia mtu fulani wa heshima sana, lakini kuna mahali pengine ukifika ni wa kawaida tu. Umeelewa? Huyu ambaye wewe, kwa mfano wewe sasa hivi kuna mtu ambaye unamuona huyu mtu ni mheshimiwa, ni bosi wangu, nampigia saluti every day. Huyu ni mtu ambaye unamwandafia sana, yani akifika yule kiasi kwamba unamsalimia kwa heshima kubwa. Lakini huyo mtu anaweza kafika mahali pengine ni wa kawaida sana, kawaida mno. Mfano unamwona mheshimiwa mbunge fulani, bosi wako, si ndio? Lakini akifika nyumbani kwao, familia yake, ni mtu wa kawaida tu. Kaka yake, dogo vipi? Yani hiyo huwa inategemea na mazingira ambayo upo. Lakini pia hii pia inaweza kusababishwa na vile ambavyo wewe unaweza kujitoa zaidi bila kutarajia. Bila kutarajia, unatoa sana bila kutarajia heshima au mipangilio. Unajenga mazingira ya kuchukuliwa wewe kawaida. Sawa? Kwa maana gani? Mfano kwa mfano kuna tafiti ambayo imefanyika na watu wa Psychology Today. Tafiti yao wanasema kuwa watu hujifunza kuchukulia vile unavyojichukulia wewe. So kuna namna fulani ambavyo wewe unavyojiweka, ndivyo ambavyo watu wanakuchukulia. Umeona? Ukiwa serious, watu pia watakuchukulia hivyo, kwamba unafika ni salamu tu, kuna shida, hamna shida, unaondoka zako. Watu pia watachukulia hivyo, huyu mtu sio wa matani, sio wa nini, sio. Lakini unaweza kujiweka wewe katika mazingira fulani ya matani, mazingira ambayo mtu akikuheshimu, asikuheshimu, poa tu, basi kujiweka hivyo, pia watu pia watakuchukulia
kawaida kwa namna hiyo hiyo. So the way ambavyo unajiweka ndivyo ambavyo watu wanakuchukulia. So nini kifanyike, ndugu Anet, ni kwamba hapa ukiweza unahitaji watu kuchukulie kwa namna ambavyo unataka, basi weka mipaka ya heshima na thamani ya muda wako. Unaona? So hii ni kwamba unaweza kawa una kitu kikubwa sana, lakini usipokiwekea thamani na heshima kwenye kile kitu juu ya watu fulani, basi wao watakichukulia kawaida tu. Kwa mfano ni mwimbaji mkubwa sana, lakini we mwenyewe usipowekea heshima kwenye hilo swala lako, unafikiria watu wengine watachukuliaje? Watachukulia wewe ni kawaida tu, watachukulia ni mwimbaji wa kawaida tu, kwa sababu wewe mwenyewe huoneshi heshima kwenye lile swala lako, huoneshi thamani kubwa kwenye lile jambo lako au kitu chako. Ukionyesha thamani kubwa, sasa unafikiria watu watakichukuliaje? Nao pia watu watachukulia kawaida. Kwa hiyo thamani kubwa ya kwako wewe lazima inaanzia kwako wewe mwenyewe. Kwanza onesha thamani kubwa kwenye hiko, ndipo watu pia watakithamini. Na hii ndio maana ya kwamba nilikueleza kuwa the way ambavyo unajiweka ndivyo ambavyo watu watakuchukulia. Unaona? Lakini pia jifunze kusema hapana kwa heshima. Unaona? Hata kama kitu hujakipenda, unatoa tu unatoa majibu yale ya heshima. Sio tu unataka kutumia wadhifa wako kuonesha kuwa utaki sauti fulani vile za mamlaka. So sometimes unakuwa unakosa heshima na watu wanakuchukulia kawaida tu. Lakini pia kingine ni kwamba jionyeshe ni mtu mwenye msimamo fulani. Umeelewa? Jionyeshe mtu mwenye msimamo na mwelekeo. Watu wanaheshimu sana misimamo. Kwa na msimamo fulani, mtu anaheshimu msimamo wako. Sawa. Yeah. Kwa hiyo nadhani nimekujibu vizuri ndugu Anet. Yeah. Swali la 4. Swali hili linaulizwa na ndugu Josefina. Josefina yeye anauliza kuwa kwa nini najihisi kama siwezi tena kufurahia maisha kama zamani. Josefina, inaonekana kwamba unasumbuliwa kwamba sasa hivi huna furaha ya maisha yako, wakati ukirudisha kumbukumbu hapo nyuma ulikuwa na furaha sana kwenye maisha yako, na unajiuliza tena kwa nini huwezi tena kufurahia maisha haya kama zamani. Uzuri ni kwamba kila kitu hakikuhusu peke yako. Hili swali ukona, hili jambo au hii changamoto ni kwamba unapitia wewe, ni watu wengi ambao wanapitia, sio wewe peke yako. Unaona? Kwa mimi ninaweza nikasema kuwa mara nyingi sana nasema mara nyingi sana maisha ya watu wazima, tuseme ya watu wazima, tukitoa watoto sasa hapa, maisha mengi ya watu wazima yanajaa sana na majukumu, pressure, matarajio yasiyotimia, lakini pia kukosa muda wa kufurahisha bila sababu. So muda wa kujifurahisha wao bila sababu, matarajio yasiyotimia, majukumu mazito ambayo yanatuandama kila siku, lakini pia pressure hizi sasa zinapelekea sana mambo hayo au changamoto hiyo ambayo inakuwa inatukabili sana katika maisha yetu. Unaona? Lakini kuna tafiti hapa ya American Psychological Association, APA. Tafiti hii inasema kuwa watu wengi hukosa furaha kwa sababu wanakosa flow. Kwa maana kwamba
ile hali ya kujihusisha kabisa na kitu anachokipenda. Umeona? So sasa hapa tunaona kuwa unaweza kukosa furaha kwa sababu vitu ambavyo unavipenda wewe kwa sasa hivi hujihusishi navyo. Umeona? Kwa mfano, na hii inatokea sana katika maisha yetu ya kawaida, unakuta mtu anafanya kitu asichokipenda kwa lazima kwa sababu tu ya ugumu wa maisha. Unafanya kazi ambayo hujatarajia, sio kazi ya ndoto yako kabisa. Umesomea kitu kingine lakini unajikuta unafanya kazi ya aina nyingine kabisa. Ulisomea kuwa rubani lakini sasa hivi unajikuta upo kwenye kilimo. Kilikuwa ni kitu ambacho hakiko kwenye ndoto yako kabisa. Wewe ulisomea ualimu lakini sasa hivi unajikuta ni dereva wa bodaboda. Umeelewa? So kisaikolojia lazima ikusumbue sana kisaikolojia hii. Sasa nini kifanyike hapa? Ni kwamba kuna vitu ambavyo tutakiwa tuvikubali na tuvizingatie, ya kwamba tunahitaji tujipe muda, angalau tutafute vitu ambavyo tunavipenda kuvifanya, angalau japo basi hata kwa muda wa dakika kadhaa, aidha 30 au lisali moja. Pale unapopata muda wa free time ile, basi tuitumie kufanya vitu ambavyo tunavipenda, ambavyo vipo ndani ya uwezo wetu kwa muda huo. So mfano, wewe utajia kuwa mwalimu lakini sasa hivi ni bodaboda, au sasa hivi upo kwenye kilimo. Hujatarajia hivyo, lakini kulingana tu na maisha yenyewe yamekupeleka huko, kwa sababu maisha hayana formula. So ukijikuta upo hivyo sasa, basi kama unafanya kilimo, basi fanya kilimo, lakini ule muda wa free time, ule muda ambao sasa hapo uko free, basi jitahidi sasa, kwa sababu ulitarajia kuwa mwalimu, basi tengeneza mazingira fulani hivi ya kufundisha. Aidha unaweza ukaamua kufundisha mtandaoni au kufanya tuition, aidha kama ni shule ya msingi au ni secondary, basi unafungua tuition, basi wewe unatumia muda wako ule ambao uko free, basi ukafanya hiko ambacho unakipenda. Umeona? Hii itakusaidia sana kuondoa stress za namna hiyo, kwa sababu tayari ushafanya kitu ambacho unakipenda. Lakini pia unaweza kujipa muda, kama ni mpenzi wa muziki, basi unaweza kujipa muda unasikiliza muziki. Kama ni mpenzi wa kutazama matamasha fulani, basi unafuatilia matamasha fulani unatazama, ili mradi tu kutafuta kitu ambacho unakipenda, ili uweze kuondokana na msongo wa mawazo ya aina hiyo. Kwa sababu ukiendekeza utajikuta unaingia katika matatizo makubwa ambayo hujayatarajia. Umeelewa? Lakini kama jambo linakuwa linazidi sana, basi unatafuta wataalamu wa kisaikolojia. Kama hali inakuwa ni ngumu, inazidi sana, hakuna aibu kutafuta mtaalamu. Sawa, kuna swali linakuumiza sana, basi tafuta mtaalamu. Na hii ni hii ni solution ya maswali yote ambayo tayari nishajibu na ambayo nitaenda kuyajibu siku zote. Solution ni kutafuta wataalamu wa kisaikolojia pale unapoona jambo limekuwa ni kubwa zaidi. Hapa leo tunaongea pamoja hivi, lakini hii ni njia mojawapo ya kutatua tatizo lako. Lakini pia unaweza kumtafuta specialist, mwana saikolojia akakushauri zaidi. Sawa? Nadhani umenielewa ndugu Josephina. Tuingie swali lingine ambalo swali la 5, na hisi swali itakuwa ni swali la mwisho kwa kipindi chetu cha leo. Swali hili linaulizwa na ndugu Monica Ali. Monica Ali anasema changamoto yeye ambayo inamsumbua ni kwamba kwa
kwa nini anajikuta akijilinganisha na watu kila siku, hata kama anafahamu kuwa sio sawa na wao, lakini amejikuta akijilinganisha nao sana. Ndugu Monica, swali hili hasa limekuwa au changamoto hii imekuwa ni kubwa sana kwa maisha ya leo hii, maisha ya kisasa, maisha ya dunia ya sasa hivi. Ni kwamba sababu kubwa ya hii changamoto ni kwamba ziko sababu nyingi, lakini sababu chache na kubwa, watu wengi hatufahamu, lakini leo hii tufahamishane kwa ufupi ni kwamba tunatakiwa tuamini na tukubali kuwa akili ya mwanadamu imeumbwa kujitathmini kwa kuangalia mazingira husika. Yaani sisi tunajitathmini pale unakuta upo mazingira fulani, mazingira ya matajiri, mazingira ya watu wenye maisha mazuri. Wewe ukifika pale unaanza kujitathmini, mimi najiona kama vile mbona sifanani nao, unaanza kujiumiza, unaumia kisaikolojia, unajipa maswali magumu ambayo mwisho siku yanakupelekea usipate majibu, ukaambulia stress tu. Umeelewa? Lakini pia hii hali sio tu kwa watu matajiri, lakini pia unajikuta kila mahali unapoingia. Hii sana sasa, ndio maana nasema katika mazingira ya maisha sasa hivi inachangiwa sana na hii mitandao ya kijamii. Unakuta mtu anatazama sana, anatumia sana mitandao ya kijamii, inambadilisha namna ambavyo yeye anajiona, kwa sababu kule mitandao ya kijamii anatazama sana watu ambao wanatupia video ambazo zinaonyesha kuwa wao wako vizuri, wako smart, wameshatoboa kimaisha. Mtu akiangalia huyu ambaye yuko smart, ana maisha mazuri, ana gari kali, afu kiangalia ni umri wake ni mdogo tu kuliko yeye, mtu wa miaka 22 tu, 21, 23, 25 tayari yani keshatoboa maisha, wakati yeye akijitathmini yeye ana miaka zaidi ya 30 na ngapi, 40 huko, 45 kuendelea. Lakini inakuaje hii? Basi inamuumiza sana. Sasa kwa nini ujilinganishe? Yaani swali hili, kwa nini ujilinganishe na maisha ya mtandaoni? Kwa nini ujilinganishe na maisha ambayo watu wameyatengeneza? Wengine maisha ambayo sio halisi kabisa, maisha yameandaliwa na video editors, maisha yameandaliwa na kamera, huko mitandaoni. Wewe unatazama na unaanza kujilinganisha nao. Kwa nini ujilinganishe nao? Maisha yao ambayo sio maisha halisi, yani maisha ya kutengenezwa na video editors, maisha watu wameediti video, edit hizo content mbalimbali. Wewe unafuatilia na kuona kwamba tayari mimi niko nyuma sana. Unaanza kujiona wewe usiye na thamani tena, wewe ni mdogo sana. So tusiwe hivyo, sawa? Mimi nadhani kwamba tutumie mitandao kwa kujifunza zaidi, tuangalie video ambazo zinatupa hamasa kubwa ya kupambana katika haya maisha yetu, umeona, na sio kujilinganisha na watu ambao tunawaona huko, umeelewa? Solution ili jambo ni kwamba suluhisho lake ni kama ambavyo nimegusia hapo juu. Kwa msisitizo tu ni kwamba kupunguza tu muda ambao tunatumia kwenye mitandao kutazama content ambazo zisizokuwa za msingi. Badala yake ni kutumia huo muda kufuatilia
kufuatilia watu wa kuhamasisha upambanaji, wa kuhamasisha maisha yetu, wa kuhamasisha namna gani ambavyo tunaweza tukazifikia ndoto zetu. Hizo ndio video ambazo tunatakiwa tutazame kila siku na kujifunza na kukubali kubadilika, kukubali kufundishika, umeelewa, katika maisha yetu. Lakini kitu kingine hapa ni kwamba kujiwekea tu utaratibu wa kuandika vitu ambavyo yani kutazama vitu ambavyo tumefanikiwa. Tusiangalie sana mafanikio makubwa hayo. Hebu tuangalie mafanikio madogo ambayo tunayapata. Ni kwamba tunatakiwa tutathmini haya mafanikio ambayo Mungu anatujalia kila siku tunayapata. Japo ni madogo madogo, lakini haya yatakusaidia wewe kujua kuwa namna gani unasonga mbele. Umeona? Wewe sio mdogo, bali ni mtu ambaye unakuwa kila siku. Umeelewa? Basi unaandika hata vitu kadhaa ambavyo umefanikiwa kwa kila siku. Mimi leo nimefanikiwa 1 2 3. Andika ile mafanikio yako. Sio kila siku unawaza kufeli, unafikiria vitu ambavyo umefikiria pale upo feli tu. No, fikiria pia na mafanikio ambayo unayapata kila siku. Hii itakupelekea wewe kujua thamani yako, kutambua kuwa wewe kumbe unasonga mbele, sio mtu unayerudi nyuma. Umeelewa? Lakini pia itapelekea hata kushukuru. Unashukuru pia hicho ambacho umefanikiwa. Utatambua pia hata thamani ya Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako. Umeona? Kinyume na hapo pia, usipokuwa hivyo, hautotambua thamani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu utajiona wewe una thamani, utajiona wewe ni mdogo, utajiona wewe hufai. Utajiona kama ni mtu ambaye unasindikiza wenzio kwenye maisha haya kila siku. Umeelewa? So hutakiwi kuwa hivyo. Umeona? Lakini pia unatakiwa kutambua kwamba kila mtu ana wakati wake wa mafanikio. Umeelewa? So huyu amefanikiwa sasa hivi, sawa. Wewe wakati wako utafika na wewe utafanikiwa, utazifikia hizo ndoto zako ambazo zipo kila siku. Umeelewa? So usijikatie tamaa, usijione huna thamani kwa sababu fulani yeye kwa nini amefanikiwa akiwa mdogo, mimi mbona ni umri huu bado sijafikia mafanikio. Usijione kwamba huna thamani. Mafanikio hayaangalii umri, mafanikio hayana wakati sahihi. Yanaweza kaja wakati wowote ule. Hata ukiwa mzee, ukiwa umri umeenda kiasi gani, unaweza kupata mafanikio muda wote. Cha msingi tu ni kukubali na kuridhika hali yako na kumshukuru Mungu kwa kila kitu ambacho yeye anakufanyia. Tusijiingize kwenye mzigo mzito, stress, kwenye vitu vizito ambavyo hatuviwezi kwenye maisha yetu. Bali tunatakiwa tu kupambana sana. Kupambana kila siku. Sawa? Mimi nadhani siku ya leo maswali yalikuwa ni hayo 5 na yamepatiwa majibu kwa uzuri zaidi. Nadhani kila mmoja ameelewa na kila mmoja sasa amepata mwanga fulani hivi juu ya changamoto yake. Hivyo tuendelee kuwa pamoja kufuatilia nini kinaendelea kesho, sababu kila siku tutatupia video ambazo zitakuwa zinajibu maswali tofauti yanayohusu changamoto hizi katika maisha yetu. Lakini pia ujitahidi hapo, usisahau kusubscribe ili mradi kwamba kila siku unavyotupia video zetu, kuweka video hapa ili uweze kupata majibu ya maswali yako ambayo umeuliza kwa haraka zaidi, ili uweze kufarijika, uweze kujifunza, lakini pia kuburudika na vitu mbalimbali na tafiti mbalimbali ambazo tunaendelea kuzifanya katika changamoto mbalimbali zinazohusu maisha ya mwanadamu. Basi kama nilivyokueleza, usisahau kusubscribe hapo, like na lakini pia unaweza kuendelea kucomment hapo chini. Hata kama utaamua kuweka swali lako la kawaida hapo chini utaweka, basi
Watu pia watapita hapo kwa ajili ya kucomment solution zile ndogo ndogo, kila mmoja atatoa wazo lake hapo. Ni sehemu ya kushauriana, kila mmoja atatoa jibu lake kulingana na changamoto yako. Pengine watu wengi washapitia hizo changamoto, wewe unaweza kuiwasilisha hapo na kila mmoja atakupa majibu yake. Utatazama sasa wewe utajifunza nini kupitia majibu ya kila mtu hapo, sawa. Lakini pia maswali kadhaa, usisahau tuma maswali yako kupitia namba ambayo iko chini hapo ya video kwa njia ya WhatsApp. Basi kesho, video ya kesho tutaweka majibu ya maswali yako yote hapa, na pia kama hutohitaji kutajwa jina lako, basi utaandika swali lako. Pindi swali lako ulivyoandika, utaandika kwamba usinitaje jina, au ukitaja jina pia haina shida, wewe taja tu jina. Safi, basi tutafuata maelekezo hayo ambayo wewe umeyatoa. Karibu sana, nashukuru sana kwa time yako kuendelea kuwa nasi. Basi niseme tu asanteni, tukutane tena kwenye video ya kesho. Asanteni.